Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu mahali popote pale mlipo, uwe ni Amerika, uwe ni Europe, uwe ni Asia na Afrika na mahali pengine popote, na kukaribisha sana katika kipindi hiki ambacho ni kipindi kizuri kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Hapa tunakutana na Yesu tukiona watu waliokuwa mashuhuri upande wa giza miaka hiyo, lakini Mungu akaja akawaokoa, kwa sababu yeye ni Mungu wa wote. Akawaokoa, akawaweka huru, na sasa wako tayari kwa ajili ya kusimulia, maana amewafanya kuwa watumishi wake, kueleza matukio na maisha ambayo waliwahi kuyaishi kipindi cha nyuma. Kwa hiyo leo tunayo bahati, tuko na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anaitwa Norman, atajitambulisha vizuri yeye. Lakini kifupi tu ni kwamba huyu mtumishi yeye miaka yake ya nyuma amepitia mambo mengi, lakini hasa katika ufalme wa giza. Na yeye kuna wakati ulifika alikuwa anatoa kafara kwa maana ya kuua watu 25 kwa wiki. Lakini aliwahi kuwa anaua watoto kwa ajili ya kutaka chakula cha nyoka, kwa sababu kuna nyoka ambaye alikuwa anakaa naye, ambaye huyo nyoka alikuwa ni chakula chake kilikuwa ni mifupa ya watoto. Umeelewa? Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Kwa hiyo nikukaribisha sana, tuendelee kuwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, Bwana apewe sifa. Amina, amina. Za uzima? Nzuri. Uko za vizuri? kwako mtumishi? Aisee, mimi nashukuru Mungu. Ndio. Naiona nuru ya Yesu. Amen. Kwa kweli Yesu ni Bwana. Amina, amina. Yeye ni mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Amen. Karibu sana. Asante. Kuna uwezekano kwa mara ya kwanza kuna watu wanakufahamu na wanakutazama kwa mara ya kwanza, kwa sababu wako watu mataifa mbalimbali hapa wanakushuhudia na kukutazama. Ndio. Utambulisho wako kamili. Amen. Naitwa mchungaji Norman Kabiemela. Mimi niko Mbeya kwa sasa. Mungu alimetoa kwenye madhabahu za giza. Nilikuwa wakala mkubwa tu wa shetani kwenye kitengo cha wakuu wa giza. Ile ni tunaosoma kwenye Biblia kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, juu ya falme wenye mamlaka na wakuu wa giza. Sasa hapo kwenye wakuu wa giza, lakini nilianzia kwenye chini. Unaposikia wakuu wa giza ni kitengo kikubwa ambacho kiko kwenye ufalme wa shetani. Yaani ufalme wa shetani, ukisema kitengo cha wakuu wa giza nitakuja kuelezea huko mbele. Lakini mwanzo kabisa nilikuwa, kabla sijaingia kwenye uchawi, mimi wazazi wangu walifariki mwaka 98. Walipofariki nikapelekwa Morogoro. Muda huo nikiwa na miaka 4. Nikaenda kulelewa Morogoro. Lakini pale Morogoro kulikuwa kuna babu mmoja. Morogoro sehemu gani? Morogoro sehemu moja inaitwa Mgeta. Kule. Sasa kule kulikuwa na babu ambaye huyu alinipenda sana. Na katika kunipenda kwake nilikuwa sijui kama kuna agizo kumbe amepewa na shetani. Na yule babu sikujua pia kama ni mchawi. Kwa hiyo jinsi siku kwa zinazidi kwenda, ilikuwa kila anachokitaka ananipa. Yaani nisililie kitu nikakosa. Ananipa anachokitaka, na alikuwa na upendo mkubwa sana kwangu kuliko wajukuu zake wengine wote. Sasa yule babu, siku moja wakati nimekuwa na hapo ni kwenye miaka 4 hiyo uchawi nilianza, miaka 4 hiyo ninaendelea kule kuishi na kuwa, akanambia mjukuu wangu, kabla kwanza kuniambia hivyo vitu, nilikuwa naota ndoto sana. Nilipofika ile mazingira nilikuwa naota ndoto, mara niko kaburini nakula nyama, mara niko na watu wamevaa, wana sura za kutishatisha, wana sherehe, mara ndani ya mti. Wakati mwingine naona tunaingia kwenye mti, afu kwenye mti kuna hoteli kubwa, kuna sherehe nyingi ndani ya miti misufu. Sasa zile ndoto mwanzoni wakati nazote nilikuwa naziogopa,
nasimulia, lakini ilifika sehemu nilizizoea. Nikawa sisimulii tena, nilizoea manake kama vitu vya kawaida. Sawa. Kwa hiyo ndoto zile ziliendelea kudumu. Baadaye siku zilizozidi kwenda, babu yule alikuja. Sasa akaniambia mjukuu wangu, wewe ni mtu mkubwa. Shetani, yani Lucifer, ameipenda nyota yako na anataka uwe mkubwa wewe katika dunia hii na dunia ya isiyoonekana. Ndio. Uwe mkubwa kuliko mimi babu yako. Wakati anakwambia shetani amekupenda ili akufanye uwe mtu mkubwa. Mara nyingi tukiwa watoto huwa tunaogopa baadhi ya jina kama shetani. Yeye alikutajia jina gani? Yeye alinitajia Lucifer. Kipindi hicho ulikuwa unaelewa Lucifer ni nini? Nilikuwa sielewi. Huyo Lucifer ni nini, ila nasikiaga shetani. Sawa. Kumbe Lucifer ndio shetani. Sawa. Sasa wakati anaambia Lucifer ameipenda nyota yako na nataka uwe mtu mkubwa dunia hii na ule ulimwengu usioonekana. Ndio. Basi akanambia uwe jasiri kwa kuwa mimi babu yako nitakuwa na wewe katika kila jambo. Ndio. Basi tukaendelea. Siku moja sasa wakati niko naye kwenye mazingira fulani, ilikuwa tuko wawili. Sawa. Akanambia leo hii nitakapokuita, nikija nikikuita, usilie wala usipige kelele. Amka, kuna sehemu sasa tutaenda kwa huyo Lucifer. Yule babu alikuja usiku, akanipiga fimbo kwenye mkono. Ile fimbo aliyopiga niliamka kweli. Na shangaa kwa mazingira fulani tukatoeka lile eneo, tukafika kwenye makaburi. Pale makaburini kulikuwa na watu wengi, sherehe nyingi. Sasa ile sherehe walikuwa wanakula nyama. Sawa. Wanafanya na vitu vingine, wanacheza ngoma za lugha isiyoeleweka, ile ni lugha ya kichawi. Sawa. Lakini nilipofika pale ni kama walifurahi, ulikuwa ukaribisho mkubwa. Manake kwanza walinichanja chale ya ukaribisho. Sawa. Ya uchawini. Sasa wakati ananichanja babu ndio alikuchanja nani? Alikuchanja nani? Babu mwenyewe. Alikuwa ananichanja, babu alikuwa ni gwiji. Na yeye ndo alikuwa kama kiongozi mkubwa kwenye kile kilinge. Sawa. Yaani baada kunichanja wale wapambe wale wengine, alikuwa na wazee wengine 4. Wale ambao ni viongozi wake pia wako naye karibu sana. Sawa. Sasa nimechanjwa pale, sherehe zikafanyika, kula nyama ikawa kitu cha kawaida kwa sababu kwenye ndoto nilikuwa naona hivyo vitu. Sawa. Kwa kama kulikuwa na roho ambayo ilitumwa ili nikomaze kwanza kwenye ndoto. Sawa. Kumbe yule inawezekana ulikuwa uhalisia. Kuna ndoto zingine wazi zinakuja lakini kumbe ni uhalisia. Sawa. Unaweza kuona kama ndoto. Sasa nilichokuwa nakiona pale kilikuwa hakina tofauti nilikuwa naona kwenye ndoto. Basi babu akanambia jikaze, wewe utakuwa mtu mkubwa kuziko mimi. Na sasa hivi unaona umepokelewa kwa shangwe, huu ndio ufalme wa Lucifer. Hao ndio watu utakaoungana nao ili kumfikia Lucifer, utamuona siku moja. Sawa. Akamwambia sawa. Basi ile sherehe ilivyoisha wakaendelea na matukio mengine, lakini mimi nilirudishwa. Nilirudi na babu. Siku moja nikakaa. Babu tena akaniambia, ilikuwa mida ya mchana, akaniambia leo usiku tutaenda tena kule tulikoenda. Lakini leo nataka nikafanye kazi na wewe. Sawa. Tulipofika usiku mida saa 6:30. Ndio. Tukaa kwenye lile eneo la makaburi. Lile eneo kulikuwa na ungo. Akanambia panda. Akanambia kwa nguvu panda hapo. Nikapanda mle juu ya ungo, naye akapanda. Kumbe tulikuwa naenda kusababisha ajali. Sawa. Na ile ajali ilikuwa tulisababisha mida ile ya usiku. Yaani ilitokea zilitokea gari kwenye kiganja. Ndio. Akasema unaona hizo gari zinatoka huku na huku, yani unaziona. Akachukua fimbo yake akaipaka akaipaka unga wa taya. Sawa. Akasema piga, nikapiga pale. Unga wa taya nini yani? Ya taya za meno.
Sawa. Ikapiga pale, akasema huo ndio ujasiri. Safi sana, huo ndio ujasiri ambao nautaka mimi babu yako, na Lucifer amekupendea hiko. Kwa alivyopiga pale, kulitokea na mlipuko mkubwa. Afu zile gari mlipuko kama zimegongana hivi. Lakini pia nilikuja kushangaa siku ya pili kwamba lile eneo ambalo nilikuwa naliona kule, ajali ilitokea kweli. Sawa. Sasa hiyo nikazidi kuwa msiri, kwa sababu huwezi kusema yani uchawi ni unapewa kitu usiri. Na linambia unayoona usiseme popote. Sawa. Siku zilizozidi kwenda akanipa fimbo na pete. Sawa, fimbo na pete. Naomba niulize kitu hapo, labda kwa faida ya watu wengine. Zile taya wanazipata wapi? Zile taya ni taya za magwiji aliyekufa, mchawi ambaye alikuwa gwiji aliyekufa, au ni mtu ambaye hajawahi lala na mtu aliyekufa. Hajawahi kulala na mtu kwa maana yani hajawahi oa, hajawahi fanya tendo lolote la ndoa. Kwa mwanaume au mwanamke? Mwanaume au mwanamke. Yoyote yule. Yoyote. Kwa hiyo zile zinatumika sana uchawini. Wao wanajuaje huyu hajawahi kulala na mtu yuko salama? Huwa kuna namna huwa wanapima. Wana teknolojia yao wenyewe. Yaani tuseme wanagundua kulingana na kama huyo mtu alikufa kwa nguvu za Mungu, huwa hawawezi. Hawawezi. Ila kama ni gwiji, manake naye alikuwa mchawi gwiji, wanajua. Sawa. Huyu alikuwa ni gwiji, lakini pia alikuwa hana Mungu na akafa katika mazingira ambayo kiukweli hakuwahi fanya tendo la ndoa, hakuwahi kufanya aina yoyote ya mambo hayo. Basi wanajua, kwa sababu yule hajaokoka. Kwenye kaburi pale huwa kuna ishara. Kuna ishara akizifanya yule mtu anapanda juu. Au akipiga fimbo yule mtu anapanda juu. Akipanda juu kuna macho. Wao wenyewe wana macho fulani ambao wakipiga hivi unaona, au kuna kuwa na antena zao, rada zao na kamera. Yaani wanajua kupitia vile vifaa. Kupitia macho tu pia haya. Akipiga ile jicho anajua huyu mtu alizaliwa lini mpaka amekufa lini. Na pia kwa nini taya ya mtu ambaye hajawahi kufanya tendo la ndoa? Yaani ina nini hiyo tofauti na mtu aliyewahi kufanya tendo la ndoa? Ile pale kwenye uchawi inaonekana kwamba huyo mtu yani katika kifo chake ina maana huyo ni wa thamani, kifo cha thamani sana katika ufalme wa giza. Sawa. Huwa kule kuna hata kwenye misukule huwa kuna misukule ambayo ni kuku, kuna msukule wenye thamani ya mbuzi, kuna msukule wenye thamani ya ng'ombe. Hii ni thamani ya ng'ombe ni wale watu ambao hawajawahi kulala na mwanamke au mwanaume toka kuzaliwa kwao. Ina thamani ya juu ile misukule. Na minada yao ni siku ya Jumanne. Misukule Jumanne ni siku ya minada. Huwa inaenda kuuzwa kaburini. Jumanne Nebirosi hiyo siku. Inaitwa Nebirosi. Kwa hiyo huwa wanaona mtu yeyote ambaye hajafa ndani ya Kristo, huwa wana uwezo kuona huyu alizaliwa lini mpaka kifo chake. Inawezekana muda huo wanaona pia yupo kwenye anatumikishwa na shetani mpaka siku alizopanga Mungu. Hao mara nyingi huwa hafi vifo alivyopanga Mungu, ni wachache, mara chache. Huwa anakufa kifo ambacho tarehe Mungu alipanga ile tarehe. Ndio. Sasa kaendelea ule unga alipopaka alipiga ile fimbo, ajali katokea. Baadaye nikaendelea kutunza siri. Siri ziliendelea, na pia nakumbuka pia nikaambiwa nikapewa maagizo sasa kwenye kilinge na babu. Akasema kuna mtoto ambao takiwa uvuruge elimu yake. Hapo umeshapewa pete na nani? Hapo muda huo nimepewa fimbo na pete. Yaani fimbo ile ya babu alikuwa anaitumia. Pia kuna fimbo nyingine ambayo nilipewa na pete. Sasa ile fimbo ambayo kwa ina maana ukawa nazo 3? Nilikuwa nazo fimbo 2 na pete. Lakini ile fimbo moja ilikuwa haionekani kwa mazingira ya kawaida. Ile ambayo nilipewa sasa katika ulimwengu wa giza.
Na fimbo ya alinipa babu muda mwingine ilikuwa inaonekana. Sawa. Nikiamua kuifanya inaonekana, nikiamua kuifanya haionekani. Ndio. Na ile pete ilikuwa muda mwingine inaonekana, muda mwingine haionekani. Sawa. Yaani inategemea na ninavyotaka hapa ionekane au mazingira haya ni hatari nisionekane. Ndio. Basi wakati ninaendelea sasa katika mazingira hayo, nipewa kazi kwamba kuna watu fulani walishtaki kwamba kuna mtoto tunataka tuvuruge elimu yake. Sawa. Na huyu mtoto yeye alikuwa na alikuwa na akili darasani. Yule alikuwa na akili vizuri tu. Sawa. Lakini katika mazingira sitofahamu, manake mimi kwenye kilinge niambiwa kwamba kuna vitu nivifanye ili Lucifer azidi kunipenda na ile nyota azidi kuipenda. Kwa hiyo nilipewa kazi ya kumshambulia yule mtoto, kumfuatilia. Wakati namfuatilia nilitengeneza karibu naye pale mtaani, kucheza naye, kuwa naye karibu, kumfundisha mitindo fulani ambayo ni mibovu, maisha fulani mabaya, ili kwamba ile elimu yake ashindwe kufaulu. Sawa. Na kweli wakati nimeendelea kuwa naye karibu, alikuwa anajifunza mambo mengi, kusoma hataki, tabia mbaya mbaya. Baadaye alifeli darasa 4. Huyo mtoto akiwa darasa 4. Lakini pia wakati amefeli, kule babu akanambia safi sana mjukuu wangu. Na kule Kilingeni nilipongezwa sana. Kile kilinge kilikuwa cha walema. Nilipongezwa sana kwamba unafanya vizuri, safi sana. Sasa pia nikikumbuka matukio mengi hapo, niliyafanya hayo mazingira, kuna mengi niliyafanya ambayo kwa ajili ya kuharibu elimu. Sawa. Na ile pete nilikuwa naitumia kwa ajili ile pete mle darasani. Sawa. Ilikuwa ni kwa ajili ya kupumbaza wengine, kumpumbaza mwalimu. Nakuta anaanzisha mada hii, lakini hiyo mada haiishi siku zote. Au anaeleza juu alafu baadaye yeye anaacha yale ya muhimu, alafu baadaye anatunga maswali ambayo hajafundisha. Sawa. Kwa ile kwa ajili ya kukomoa darasa zima. Sasa nilipewa tena mtihani mwingine, mtoto mwingine ambaye ni kijana, yeye mimi nilikuwa primary, yeye alikuwa sekondari. Sawa. Kabla hajaingia kule sekondari, kwanza nilipewa kazi, yule alikuwa na akili pia. Sawa. Sasa nilipewa kazi ya kumfuatilia, maana kijijini pale iko kipindi walifaulu 3 tu darasa la 7. Sawa. Kwa hiyo nilipewa kazi ya kwenda kuhakikisha huyo mtoto haendelei. Sawa. Hatapata kile anachotaka, kwa sababu tukawa tunaangalia kwenye rada. Babu alipiga kioo akaangalia hivi kwamba huyu hatima yake ni daktari, anataka kuwa daktari. Ndio. Sasa huo achao anaangalia kwenye nyota. Wakaona huyu ana ndoto kubwa. Ndio. Anataka kuwa daktari. Sasa wakanambia kazi nyingine tunakupa hiyo ambayo kama utashinda utamfaidisha sana Lucifer na utakuwa mkubwa kama nilivyosema. Babu akasema wewe ni mkubwa kuliko mimi. Lucifer ameipenda nyota yako. Hakikisha unafanya kile kumpendeza huyo baba Lucifer. Sawa. Kwa hiyo wakati nimepewa sasa kumfuatilia yule mtoto, issue ikaibuka kwamba yule mtoto alikuwa na vita nyingine pembeni. Kulikuwa na majirani ambao wale majirani walikuwa ni wachawi. Yule jirani alikuwa ni mchawi. Lakini walikuwa na wengine pia walikuwa na wivu wachawi na yule mtoto. Ila kuna mmoja alikuja akasema, nataka huyu mtoto, nataka tuvuruge hatima yake. Tuvuruge maisha yake. Sasa wale wazazi wake yule mtoto huyu walikuwa wanachanganya kwa waganga, pia walikuwa wanachanganya kwenye masuala ya Mungu. Na walikuwa na misimamo vizuri kwa Mungu, lakini pia wanajificha wanaenda kwa waganga. Sawa. Kwa yule mtoto walimpa miwani fulani. Ambayo ile miwani ya kiganga, kwamba ile akisoma aweze kukumbuka. Sawa. Na pia alikuwa na ilizi kiunoni. Kwa hiyo alikuwa anashika, anafaulu sana. Alikuwa anafaulu. Ndio. Sasa wakati naendelea kufuatilia, nikaona kuna siri kubwa
na ndio maana jirani wale watu wanachukia kwa sababu akiamua kupiga anapiga. Sasa wachawi huwa wanakasirika, kwa nini aende kwetu alafu huku anakataa ufalme wetu? Sasa kila kitu ni kosa kubwa sana, mtu kuchanganya mambo ya Mungu na mambo ya shetani ni kosa. Sasa nikapewa ile kazi kumfuatilia yule kijana. Sasa wakati ninaendelea kumfuatilia, siku moja nilikuwa kwenye mazingira fulani ambao nikaingia kwenye lile darasa, nikaa na ile pete, nikaa napiga kichawi ile pete, napiga mwalimu kichawi na kimulika hivi, ile pete akitazama kigonga na uso anasahau, na yule kijana anasahau. Kwa hiyo alikuwa ameanza kusahau kumbukumbu, lakini baadaye tukaona bado anaendelea kufaulu, bado elimu yake inaendelea kukua. Sasa babu siku moja akanambia, nataka ukaniletea habari ya ile nyumba kwamba wanapanga nini. Alipofaulu huyu kwenda form 1, anasema nataka ukaniletea habari wanapanga nini kuhusu huyu na wale wana mipango gani. Babu akanipa fimbo yake. Alivyonipa ile fimbo akanambia shika kwa nguvu. Nikaishika. Nilivyoishika kwa nguvu, ghafla nikabadilika kuwa njiwa. Akanambia nakutuma nenda. Nakutuma nenda kwenye nyumba. Nikaenda kaa pale, nimetoa pale kama njiwa. Nikaanza kusikiliza pale wanakopanda. Wanapanga kwamba mtoto ampeleke shule nzuri za boarding, shule nzuri za malipo mazuri. Walikuwa wanapanga pale. Nikaa nasikia mipango yao. Baadaye nikarudi kwa babu kumwambia wale watu wanapanga kwa habari ya elimu yule mtoto na mipango yao mingine ya ndoa na familia, lakini sana sana ilikuwa kwa ajili ya yule mtoto. Sasa yule babu alivyoona kwamba okay, wanapanga nini? Wanapanga kwamba mpeleke shule nzuri yenye malipo mazuri, mbali na hapo. Ukaona akasema sawa, tutaona kama atafika huko anakotaka afike. Sasa wakati amezungumza hivyo, akanituma tena nianze kufuatilia. Walinipa kazi tena kwamba nianze kufuatilia maisha ya huyo mtoto, kufuatilia tena kuhakikisha tunavuruga elimu yake. Sasa wakati naendelea, yule alikuwa hakwenda kweli, alizuiwa kwenda huko boarding, hakwenda. Kwa hiyo tukawa anaenda shule za day, anaenda narudi. Nikatengeneza tena kikundi cha mtaani wachawi watoto hawa aina karashika. Hawa ni wachawi watoto ambao wako mtaani. Nakuta kikundi cha vitoto vitukutu nini, katika wale wachawi wapo wengi mle. Sasa ilikuwa na kile kikundi, naye tukajaribu kumshawishi mambo yetu fulani naye ashiriki. Kumbe ajui target iliyopo ni kwamba kuhakikisha kwamba elimu yake ile pale inafika, yani haimnufaishi chochote, na mwisho wa siku namrudisha mtaani na kuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo nikawa naendelea kuwa karibu naye. Bila nakuwa karibu naye, nikipiga ile pete wakati mwingine ilikuwa haifanyi kitu, anaendelea kufaulu kule aliko. Nikiendelea kumfuatilia kwenye tabia hizi za kumwambukiza, alikuwa bado anaweza yani akionywa na wazazi anasikia, kule shuleni anaelewa. Sasa wakati naendelea kufuatilia hayo maeneo, hiyo kazi ikawa ngumu ya kumfanya yule aferi kupitia kumwambukiza tabia zetu, kumfanya ili asahau masomo, aferi kule kwenye masomo yake. Ila babu alifaulu pia kumdhibiti kwamba asiende shule za gharama. Kaingia kwenye shule hizi za kawaida. Lakini anambia wewe, kwa sababu ni mkuu, Lucifer amependa nyota yako, kazi hii tumekupa wewe mtihani huu. Ukishinda hapa utaenda kuonana naye na utapandishwa daraja jingine. Na kwenye kilingi wakawa ananitia moyo. Sasa nikamwambia baada ya kuona kwamba kuna ugumu, siku zinazidi kwenda. Nilienda kwenye kilinge. Nikamwambia naomba mnisaidie nguvu, ninahitaji nguvu ya kupigana na huyu mtu. Ya kuhakikisha kwamba nataka nishinde hii vita yangu. Wakanipa nguvu, pia waliambia kwamba lazima uendelee kutoa
sadaka. Kumbuka nguvu kwamba walinipa majini kwenye fimbo. Kwenye ile fimbo kulikuwa na majini matatu. Jini Takwa, jini Marafari na jini Subiani. Wale majini walikuwepo kwenye fimbo. Na majini wengine kina Hasnan, hao majini wa Asila, walikuwepo kwenye ile fimbo. Pia nilipokuwa naendelea, wakanambia kwamba lazima utoe kafara, hayo majini uyape yanyo ili uweze sasa kumshambulia huyu mtu. Nikatoa, nakumbuka nichinja kuku kwenye kilinge, nikaweka ile damu, nikaweka kwenye chungu, kufunika kitambaa cheupe, nikaenda kuiweka kwenye kizimba, kwenye kilinge. Sasa pale yale majini baada ya muda fulani kwenda kuangalia ile damu haikuwepo na vile vitu vilitoweka, maana yake majini yalipokea ile sadaka. Sasa nikarudi kuyauliza kwenye fimbo kwamba sasa ninahitaji nishinde vita yangu hii. Ndio. Na kunisaidia ni nyinyi. Ile fimbo ilikuwa inanipa shauri. Yaani unaposikia kwamba gongo lao na fimbo yao wanasikiliza fimbo yao, ndio ule uchawi. Yaani ile fimbo ukiweka hivi kwamba kama ni safari inasema hii safari inaenda, hii safari usiende. Kama ni mtu anakuja kuonana na wewe au kuonana na mimi, ile fimbo inasema mtu huyu anakuja kwa shari. Kwa hiyo anakuja kwa matatizo fulani. Kwa ubaya fulani. Kwa hiyo atakuja saa 5:30. Wewe ondoka hapa hata saa 5 dakika 25. Kwa hiyo yule mtu akifika pale anasema fulani ametoka sasa hivi, mmepishana naye hapo. Wachawi wengi wako namna hiyo. Kwa hiyo ile fimbo niliuliza sasa ili nipate ushindi, nitaka nipate ushindi, nende moja kwa moja kule ambako babu alikuwa anasema, na wale kwenye kilingo wanasema wewe ni mtu mkubwa kuzidi babu yako, nyota yako Lucifer ameipenda. Wakati nimenyanyua fimbo, ile fimbo ile ndio niliweka chini. Wakati nimeweka chini, nikaanza kuuliza huyu mtoto nitamshinda kwa njia gani? Kupitia elimu, ile fimbo ilikuwa nzito, haikunyanyuka. Au kupitia tabia, ile fimbo ilinyanyuka, tabia. Sasa pale, kumbuka hata huko kwenye Biblia anasema matendo ya mwili ni haya, zaili, si kuna washerati, uzinzi, ugomvi, fitina, faraka, uzushi, umbea. Yaani yote yamezungumza. Sasa haya pia wachawi wanayatumia sana kwa ajili ya kutafuta penye mwanya, ni wapi udhaifu wako wewe ni upi, waweze kukupiga hapo. Sasa ile fimbo kwenye tabia ilinyanyuka. Nikauliza sasa tabia yenyewe ni ipi? Je, ni fitina? Je, ni uzushi au asherati? Lakini ilipofika kipengele cha ugomvi, ile fimbo ilikuwa nyepesi. Ikanyanyuka kwamba ukimsababishia huyu vurugu, migogoro, ndio hata elimu yake kumbuka kwamba migogoro inaweza kumharibia mtu kwa namna fulani. Ndio. Kwa sababu yenyewe kwamba watu watamkataa yule mtu, hawatampenda, jamii itamtenga, na pia yeye mwenyewe atakuwa adui na kila mtu kwa sababu hakuna mtu anataka ugomvi. Sasa baada ya kufaulu ile eneo kwamba huyu ni kipengele cha ugomvi, nikaendelea kujenga karibu naye. Alikuwa form 2 kwenda form 3, kaendelea kujenga karibu naye. Baadaye kama mjazia zile roho za yani kiburi, kutokukubali kuonywa, ugomvi nini, kitu kidogo atapigana mtaani. Wazazi walikuwa wanashangaa, mbona kaanza lini huyu ukorofi huu? Kumbe tayari nishajua kipengele cha kumzuru huyu ni kipengele hiki. Kwa hiyo tunampelekea ile. Ghafla kupitia kile kipengele pia tukaanza kumsababishia udokozi. Kwa sababu kiburi huwa kinazaa, yani kiburi hakitaki kuonyeka. Kwa hiyo akionywa vitu fulani na akiambiwa ni wewe umefanya, anakataa. Sio mimi, na yuko kabisa, na anakana. Sasa alikuwa anadokoa vitu, anakataa. Anaiba vitu, anakataa. Baadaye tukaendelea kumfanya vile mazingira ya kwamba tunawinda elimu yake sasa.
shuleni anajokoa peni ya mtu amechukua nini, daftari, yani anaiba shuleni, anaiba majumbani kwa watu anachukua. Sasa lengo ni kile kipengele cha ugomvi kifanikiwe. Sasa siku moja pale mtaani aliiba nguo pale kwa yule jirani sasa. Kwa jirani pale, jirani yake aliiba nguo ambayo yule jirani alifua kwa ajili ya mtoto wake shuleni, lika kama lake, walikuwa anasoma wote. Akaiba zile nguo. Alivyoiba, yule jirani alienda, kwa sababu tayari viudokozi ashajua kwamba mtoto fulani ni kashaanza udokozi siku hizi, inawezekana ni yeye. Yule mama akaenda pale akasema, mtoto wenu huyu ndio amehusika na hili, haiwezekani. Nguo nimezianika na nimeona kabisa zilikuwa zinakaribia kukauka, lakini nimetoka ninarudi nakuta nguo hazipo, utakuwa mtoto wenu. Yeye alivyokuwa pale akasema, nani mimi. Akaenda akamchoma yule mama kwenye mguu hapa katikati ya vidole, akamchoma kisu. Kamchoma kisu yule mama. Yule mama alilalamika sana, alilia pale, majirani watu wakakusanyana, na sisi tulikuwa na uwezo kukusanya kwenye tukio kama hilo, kwamba si lengo tumtenge na supporter yake, kampa watu wake wa kumtetea, watu ambao walikuwa wanamuona mtoto mzuri, mtu mzuri na ana sifa njema. Kwa hiyo lengo kumharibia ile sifa njema. Sasa watu walikusanyika pale, wote wakaona kwamba kumbe mtoto wa fulani huyu ni mbaya. Kila mtu alilaumu kile kitendo cha kufanya kile mtoto, na wakaanza kuzuia na watoto wao wasicheze naye. Kwa hata mimi mwenyewe nikasema basi siwezi kucheza naye tena, lakini najua tunachokifanya nijitenga naye kabisa, kwamba na kuyashawishi wengine tusicheze na fulani, kumbe ana tabia mbaya. Lakini lengo ni kumtenga yeye, asiwe na kampani ya kumsaidia na asiwe na amani na furaha. Lakini wakati huo ile hali ya ugomvi iliendelea mpaka shule, walimu wakimonya wenyewe, mpaka akapewa suspension, afanya matukio ya ajabu, anapiga wengine, mpaka akapewa suspension ya kurudi nyumbani. Lakini alivyopewa ile suspension ndo moja kwa moja hakurudi tena shule. Nilikuwa ndo tiketi ya yeye kwenda sasa mtaani. Akaanza kuwa mtoto wa mtaani, akaanza kuwa chokola. Elimu ikafia pale na hali yake ikawa mbaya ya elimu. Basi kila kimshauri kurudi na viboko na nini, lakini bado akawa chokola, mtoto wa mtaani nini na nini. Wazazi wake walishindwa na hakuna mtu aliyemsaidia. Huo chawi ulifanya kazi. Iko kipengele nilivyoshinda kwenye kilinge. Sasa nilipongezwa sana, nikaambiwa sasa Ijumaa utaenda moja kwa moja kwenye ibada kuonana na Lucifer, baba aliyekupenda kwa nyota yako hiyo. Kumbuka babu akana nisisitiza kwamba wewe utakuwa mkubwa kuliko mimi, na wale kwenye kilinge wanasema utakuwa mkubwa kuliko babu yako. Na kweli wakati Ijumaa ilipofika, nilienda kuzimu. Sasa nilikuwa tayari, naanza kuingia milango ya kuzimu, kuingia na kutoka. Ile Ijumaa nikapelekwa pale, sasa nikaenda kuapishwa, kuingizwa kwenye viapo vya uchawi sasa vya Freemason. Uchawi wa Freemason. Hapa penyewe hapa katikati kuna matukio mengi niyafanya huko kwenye uchawi. Kama yapi? Baadhi yake kabla hiyo Ijumaa haijafika, kuna matukio mengine niliyafanya, mfano kufunga kizazi, kumfunga mwanamke kizazi.